Sema nasi, tuhudumie kwa neno lako katika jina la Yesu. Amen. Naomba kile tafikia. Ikiwa ni siku yetu ya nne, Mungu ameendelea kutupa afya njema. Alinipa ametupa uzima. Misingi inavyotumiwa na Mungu kama mtaji wa kukwamisha au kustawisha kesho yako. Ndio somo tunalotembea nalo. Misingi ni chanzo cha kitu, mwanzo au asili. Nguvu yako leo inategemea sana asili. Kizungumzia misingi, nazungumzia kwa maana ya asili. Asili ndio inayoondoa jeuri ya shetani ama kumpa shetani jeuri. Na haitoshi kwamba tumeokoka, haitoshi kwamba tumeokoka. Ni lazima tuangalie pia kwa wokovu wetu katika Mungu tumeegemea wapi? Mahali fulani katika Biblia kuna mfano mmoja akapambana sana na Mungu ambayo wazazi wake waliitumikia, lakini baadaye alikuja kufa. Ina uwezo, haitakuzuia kwenda mbinguni, lakini ile sababu ya wewe kuwepo duniani inakuwa imepita suluhu. Misingi inahusika. Masema unachaguaga watu wanaitwa malaika. Nikaa sasa hivi kuna tafsiri ambayo sielewi malaika ya chifu. Sisi hatuna machifu. Sababu chifu ni mtu anayerithi koba. Lazima sisi hapana. Malaika ni kwa lugha nyingine ni mwamuzi. Hata ukisoma kitabu cha Wafalme kwa Kimasai inaitwa Malaika au waamuzi. Malaika ni manake ni mtu mwamuzi, yuko katikati kuamua mambo magumu. Ni kitu ambacho upige kampeni uwe nayo. Hakuna mtu anataka, kwa sababu kubeba mahitaji ya watu yakatoa huwa imebeba lawama. Sasa namna ambavyo watafutaka hawa kwanza ni jamii naona inakanya sasa kwa vile familia tunaweza kupata kiongozi atakayetoa moyo. Mmoja wa kitu anachofanyika ni maisha ya mama na baba wanaishi katikati yao. Hakuna baya linaloshuhudiwa. Wakati huo angalia kama ni familia inalaumiwa. Wanaangalia wanarudi kwa kijana, anawezekana wanachukua kwa mdogo sana mpaka miaka 12 mpaka 15, wakamwona na kitu anachokiangalia ni mtu anayetanguliza mambo ya watu kuliko ya kwake. Wanampima kwenye hilo vile anaishi na wengine, anaishi unakuta kitu chake anampa wanasema hivi, anatufadhili na pita. Wanaenda mbali, wanasema sasa tuchunguze asili yao. Wanaanza kwa baba. Je, baba yake
Alishimwaga damu? Hapana. Alishipiga mtu akamtoa damu? Hapana. Damu? Hapana. Wanaenda mpaka wanakoma, wanajua Yesu mpaka hapa huko mbele tumwacheni, lakini wanaangalia wasio kumchukua mtu ambaye laana ina sababu ya kumfuatilia, kwa sababu mtu ambaye zile kodi zipo watu haruhusiwi kutongoza kama mikono yake inanuka damu. Wanaenda kwa mama yake, wanaangalia upande wa mama yake, wanaenda kama mmoja na kasoro, achana naye. Kwa wanafuatilia vitu vya namna hiyo, kuangalia asili. Asili ina uwezo wa kukutengenezea nafasi popote. Shetani kuwa na haki ya kukufuatilia, sio kuangalia wewe. Akikufuatilia wewe, si rahisi sana kupata sababu ya kufuatilia. Lazima aende mbali, alafu apate pa kuanzia. Sio kama umenielewa? Naomba ni hame kidogo. Hebu fungua kitabu cha Waebrania mlango wa 7 ningekuja kidogo kabla sijazungumza pointi hii nilionayo kwa sasa. Waebrania ule mlango wa 7 mstari wa 9 na wa 10 anasema hivi. Sasa Biblia yangu kidogo inaweza ikawa tofauti. Anasema wala ikamshiki kwamba kumazike. Tena anaweza kusema sawa. Tena anaweza kusema umekuwa kwa njia ile hata Lawi apokea sehemu ya 10, alitoa sehemu ya 10. Soma kwa hicho hapa, hata Lawi atoa sehemu ya 10, alitoa sehemu ya 10. Kinachomfanya Lawi kupokea fungu la 10 kwa sababu alitoa akiwa wapi? 10. Anasema kwa maana alikuwa katika viwango vya baba yake hapo Melkizedeki alipokutana naye. Kwa hiyo hakuna mtu asije kwamba Ibrahim alimzaa Isaka, Isaka akamzaa Yakobo na Esau, Yakobo akaja akazaa na watoto 12, mojawapo akiwa Lawi. Angalia, kuna haki aliipata Lawi ya kula vyakula vya mwili, kwa sababu alihusika siku ile ambayo Ibrahim alitoa sehemu ya 10 kwa Melkizedeki, lakini inatajwa kwamba hakuwa katika mwili, bila alikuwa kwenye viuno vya Ibrahim. Ni watu Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuwashukuru kwa Ibrahim alienda kwa mganga wa kienyeji. Angalia kama haki anakuja kupata ni mtu wa nne. Yaani akitoka Ibrahim mpaka anakuja kutokea ni mtu wa nne. Kuna Yakobo, kuna Isaka, alafu na Ibrahim. Alafu anakuja tajiri kwamba siku Ibrahim alipotoa fungu la 10 alitoa kwa sababu alikuwa kwenye viungo vya baba yake. Kwa hiyo kama Mungu anafuatilia kwa namna hii, uwe na wakati tena anafuatilia kwa namna hii, kwamba leo hii anapofanya agano na mimi, aniangalie mimi, anataka mpaka watoto wadogo vya kwa usiku kwenye ile ibada nitakayoifanya, ili awe na haki kesho ya kuwafuatilia. Halo, jamani, Bwana asifiwe sana. Kwa nilisema mimi sijawahi kwamba ni uongo. Kwa sababu kama nilikuwa kwenye viungo vya babu yake baba,
inawezekana alikuwa na miungu mingine. Kama nataja, unajua Biblia inataka kutupa namna ya akili kuamka zaidi. Haijazungumzia upande huu, imezungumzia upande huu, lakini mjiongeze. Kwa mfano wa kisa, wanatafuta uwanja mpana wa kuja kukabiliana na mtu mmoja atakayetokea miaka 50 tena. Ndio maana leo hii ndio unifanya leo. Madhara yake ni wewe. Atakuja kuishi yule atakayekuwa kesho. Ndio maana nilikwambia tukianze. Ulivyo leo zitengenezwe jana. Na shetani anasimama kweli kweli. Kusema na haki. Mimi sijaelewa nilikwambia. Mimi sijaelewa. Wakati siku ile baba yako alikufanya tukio fulani kuliko na hili linaipa shetani haki. Wakati tamaa yuko anakuja muda wote. Anasema huyu ili apate fedha lazima afuate utaratibu tuliowekeana na familia. Jambo la kwanza lazima mtoto afe. Kwa nini ananiacha? Kwa nini ananiacha? Kidogo kama natoka fulani nje hapa. Siku ile nilikutana na baba mmoja mtumishi wa Mungu aliamka kwenye dhambi ya uzinzi. Watu walimsema sana. Hata wewe inawezekana kama unawasema watumishi ambao sina maana ya kuwatetea kitu cha namna hiyo. Lakini wanaangalia mbali. Isipite jaza. Shetani anakamba kupitia asili yao. Na inawezekana hata kila akienda anajua anashughulika mita 100 kwenye ulimwengu wa roho. Mwisho kusema nini? Anaenda katikati. Anaenda. Yuko vizuri na Bwana. Anaenda anasema ndiye huyu. Ndugu anakutana mwisho wa mstari uliochelewa kutokana na asili yao. Anarudi kwanza moja. Hata kuongeka kwa hauko wale watu wanaangalia mbali hivi anaona yote ya hatia hiyo anayo ilitokea mama yake alishaimba mtu sumu. Mama yake alimpa akiwa kwenye viungo vya baba yake alipomtegeshea mtu sumu. Hivi ndio waonesha ananiangalia hapa. Ananiangalia hapa kwa macho. Ndio maana kwa hapa. Kisha tutaanza kujibu. What am I doing? Nimepata Kiingereza. Haleluya. Mama wengine tukichelewa kwenda shule hii misikiti tuzuia kwenda. Tukaishia tukamwambia kama unatuzuia bado Yesu ni Bwana. Tutaendelea na tutafanya kile ambacho tungefanya tukiwa tunasoma. Kama ulitupiga cheka ya mwili, tunaye Mungu ambaye atatusaidia kwa ukafu ile nafasi ambayo mwingi tusaidia kwenda. Na kweli tunaenda. Na sisi yenyewe tunaenda na Yesu yakitoka. Taifa la Mungu Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hatutegemei akili yetu. Sisi tunamtegemea Mungu 100%. Kwa sababu sasa hata sijui unasubiri ni kama anafundisha mtu mmoja kaja ile kisha wajua pale. Na ndio maikana hisi aya ambaye anasema Mungu wangu. Sikasema sana. Ameniamshia kwa vyovyote nina elimu fulani. Nikamwambia mzee, usinijie namna hiyo. Kama haukubali ninachokizungumza hapa sababu sijasoma, hiyo ni mambo. Mimi shule sijaenda mambo ya kunisomesha lugha zile zinatokana. Sasa niambia nini? Na makao nimesema kweli kabisa naenda kusoma Kiingereza. Ndio kwa sababu nilikuwa naenda Ethiopia, nimeenda Ethiopia. Angalia mimi nimeanza kutikiswa. Anaona mnavuka mipaka. Haleluya. Wewe unafika hapa. Wewe. Unavuka kuna mtu mmoja anaitwa Banga Moyo. Unajipanga moyo kwa juu. Wewe unacholea mstari huu.
Ukiambiwa kuna mgeni hapo jaruka hapa kikungunya hapo unazunguka kwa mistake unaenda mazizini kama unao ukimu umerudi umeenda sana. Miziki naye ndio kulegezwa na kile. Sasa nimepanda ndege. Tumekaa mzuri. Kuna ndugu yangu akapanda ndege kile kule. Nifikiri tungekaa tupige story. Nashangaa kuna mzungu hapo. Aliwaona hapa yuko. Nikisema okay. Mungu Baba atafuta zaidi. Kawa ile ndio habari yangu. You know English, ambao unajua Kiswahili. Na wote wajinga. Usimtishie na lugha yako na mambo inamtisha kwa sababu hii. Tukao tunaongea sasa kama mama. Ndio lugha ambayo tuunganisha wazungu wa Kiingereza na wanaojua ongea kama bubu watakuelewa. Kama unataka kwenda Kariakoo magorofa kule na waambie hivyo watakuelewa tu. Utawaambia ya. Sasa nimekaa pale naongea na mzungu na kielewani. Sasa naongea pale wananiuliza chakula. Kitchen or rice? Sawa. Nikasema yote. Nikasema rice. Ikaletwa mchele, maharage mbichi. Nikala hizo chakula kibaya. Nikasema haisi sawa. Nenda ile ingine unaotaja pia. Lakini kashindwa. Mimi nina njama katika fika huko. Lakini pointi yangu kwa hapa ndugu yangu, tunapozungumzia swala la shetani kuwa na uhalali, mbinguni utaenda, si kwamba mbinguni uendi, lakini ukweli duniani utapita. Ili utafika pale kuingia mbinguni unaburutwa, umechoka, unavutwa ingie mbinguni, umechoshwa. Bana, shetani asingetamani leo uitengeneze kesho ya watakokuja. Hadi mwana unaposema tuende mbele za Bwana, tujifunze pia, tujifunze yetu, tujifunze au tunakupatia kwamba kwa mtu ambaye wewe fikiri mpaka leo wewe hapo ungewahi shika la katani. Pula mkono namna hii kama hujawahi shika la katani. Kuna watu hapa kama umeshika ni alikopa. Ndio unaambiwa shika, ukashika na ukampelekea mtu. Wajawai. Unafanya hizo unakosa kwa maisha ya kawaida. Leo nilikuwa namwambia mtu mmoja, hivi unajua kuwa na gari sio anasa. Ni lazima. Kwa hapa mjini. Ni lazima. Ndio mstari nisikie. Haliwezi kubeba wazo zito. Kama siku ile nilikwambia. Kwa tunapozungumzia swala la asili, nazungumzia kwa sura leo kwamba tumeishi kwenye familia ambayo iliuza maisha yetu toka. Kila kitu kiliuzwa mpaka afya yako. Ili uwe nayo, lazima uipetipete sana kwa madamu. Kila kitu kilipigwa bei. Kuna vitu vilipigwa bei, kuvaa vizuri vilipigwa bei. Kucheka vilipigwa bei. Wewe unacheka kwa kidogo. Uzuri kucheka unacheka mara moja kwa wiki. Siku zote hizo ni uzuri. Unawaza kufa. Wewe kila gari unaloona barabarani na hisi wewe linakupata ajali itakuangukia. Yaani unaishi muda wote mawazo yako unayowaza ni mabaya muda wote. Angalia kipengele hichi. Kipengele cha leo ninachozungumza kinasema madhara tunayo na hizi asili ya wizi
Mojawapo ukiangalia jana ni kufikiri katika mambo yanayowezekana kutokuwezekana, lakini kingine ni kuwa chini ya utawala wa fikra, hofu na hofu. Lakini leo nataka tuangalie kipengele kinachosema kupoteza nguvu itakayokupa penyo kipindi cha shida, hivyo kupelekea kukata tamaa. Kupoteza nguvu itakayokupa penyo kipindi cha shida, hivyo kupelekea kukata tamaa. Kupoteza nguvu, kupoteza nguvu itakayokupa penyo kipindi cha shida, hivyo kupelekea kukata tamaa. Mithali 24 anasema hivi, ukizimia siku ya tano, nguvu zako ni chache. Unapoteza nguvu. Kila jambo linalotokea mbele yako, wewe umejipanga kukata tamaa. Nakubali kuinua mikono kusema basi. Kwa hiyo madhara yake hii Mungu itabidi na kile kiwanda kinachozalisha nguvu ndani yako, ile namna ya Mungu ndani yako inaweza ikaputika. Sababu hii inaweza ikakuamrisha uabudu Mungu mpaka wapi? Sasa ikisha kuputika, na nitakwambia zinakuputika kwa namna gani. Kitakachotokea ni hali ya kukata tamaa kuumbika ndani yako, kwa sababu kukata tamaa haiji kwa kutaka. Ujikuta mtu anamwambia ukisema kukata tamaa, kutokata tamaa haitokani na utashi wa mtu, ni hali inayotengenezeka ndani. Na huwezi kuamua kwamba mimi sitokata tamaa, kwa sababu kukata tamaa ngoja niongee kwa mengi. Kama liko jambo linalo hata kama umesema kwa kinywa kutokata tamaa, haimaanishi nitakushinda. Ndiposa unakuta watu wanavumilia mpaka wanakufa na tatizo hilo, kwa sababu kuna nguvu zitakazokupa penyo kwenye mazingira hayo magumu, kwa sababu nguvu inayokupa picha, nguvu hilo ninataka kuizungumza, ndio inayokupa picha ya udhaifu wa tatizo linalokukabili. Hivi umejua ile tatizo lina nguvu kutoka hapa mpaka hapa, kutoka hapa mpaka hapa, haliwezi kufanya kitu chochote. Okay, nguvu yangu ina nguvu, ina uwezo kukabiliana na tatizo mpaka hapo. Na kuja kujua nguvu yako, tatizo lina nguvu kilomita 10 kwa wakati, nguvu yako ina nguvu kilomita 100. Kuna kukuta kwamba tatizo linakuwa chini ya mamlaka yako, hauni chini ya mamlaka ya tatizo. Kwa kinachofanya kutokata tamaa ni kwa sababu nguvu inakupa jicho la kuona nyuma ya tatizo, hata kama ni kanisa. Hivyo uogope, hata kama tatizo lolote uogope. Na ndio maana anasema ukiona mtu anazimia siku ya 5, nguvu zake ni chache, maana yake nguvu zilishughulikiwa kwanza kabla ya tatizo halijaja. Hivyo tatizo lilipokuja lilikuta hauna nguvu tayari. Na ndio maana nasema ukitaka kujua kwamba watu wasiokuwa na nguvu wakoje, waone kwa sababu wanakata tamaa. Na kukata tamaa sio, naweza nikasema mimi
jambo siwezi kukata tamaa. Ni hali, ni namna ya Mungu ya shetani ndani ya mtu. Wakati kukata tamaa ni namna ya Mungu ndani ya mtu. Hata kama ukiogopa haimaanishi hilo jambo litakuweza. Hata kama ukiwa na mashaka itakuwa haimaanishi hilo jambo litakuweza, kwa sababu kila tatizo kwa mtu ambaye misingi yake imeshikiliwa na Mungu, expiry yake huwa inatokea Golgotha. Haiwezi kabisa. Hivi naongea na watakatifu hapa wewe, kanisa la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo madhabahu inashughulika na wewe, yanatuma mapepo maelfu kwamba huyu mtu ni wa kwetu. Wewe ni mapepo elfu mfuatilieni. Nipitieni, unasumbua, unabaka mpaka unakosa mzigo. Ndio inazalisha kitu kinachosema Mungu uko kweli, Mungu uko kweli, Mungu nimeenda kwa sasa. Nimeenda kwa dozi kama misingi ni mbovu. Ulikuwa na Mungu, lakini hukutaka kuwa na ujuzi katika Mungu juu ya kukabiliana na vitu vigumu. Anasema alimani zilikuwa hodari katika Bwana. Kumbe unaweza ukawa na Mungu ukakosa ujuzi wa kumtumia Mungu. Kuwa na Mungu ni kitu kingine, kuwa na ujuzi wa kumtumikia Mungu, kuwa na mbinu ni kitu kingine. Hilo neno hatimaye hodari maana yake hatimaye msingi kuwa na mbinu katika Mungu. Kuna watu wana mbinu ya kumtumia Mungu, na hapa inawezekana sisi kidogo watu fulani hivi hatuna mbinu ya kumtumia Mungu, kubomoa ngome ya adui. Hatuna, na Mungu tunaye. Sasa ufalme wa kibinadamu, hata kama una Mungu anajua naye, lakini huwezi kumtumia, hawezi. Siku moja na mzee mmoja alitoa bunduki, ilikuwa ina vitu ndani na magazeti. Akaja mnyama. Sasa akaona sio tangu aligeuza akashika kule mbele kwa dada, kwa sababu alimweka kumtumia. Bora akashika huko mbele. Akakupa kumpiga mnyama na sio kumshuti, kugonga nalo. Akauliza sio kesho lazima kutumia, sema ndio nifundishe. Sasa tunaona isiwe kama mmoja ni mgonge naye. Watu wengi hawana mbinu ya kumtumia Mungu, na shetani anajua kabisa. Na hichi kitu ndio mahali kanisa pia kuna mkwamo. Mungu amenituma kukuambia, kaa chini uelekezwe. Hii vitu unayopitia ni ndogo sana, haikuwezi. Ni vile tu hauna elimu katika Roho Mtakatifu, kwa sababu ifika iwezi kusimama na wewe sekunde moja. Ni kwa sababu inajua ya kwamba wewe bado ni mtoto ingawa ni mrithi, ni mtumwa ingawa ni mrithi, kwa sababu ya utoto ulionao katika Mungu. Ukiona mtu anakaa na shetani anajua na nguvu kabla, na ndio inakotokea mwenyewe unakipitia chuki na sisi ni asili. Asipokwenda pati tunang'ang'ana njoo hivi hapa ninafundisha, lakini inawezekana ikawa yangu kwa sura ya Mungu. Leo hii itakuwa imenigusa mimi bado nikawa kwa Mungu, na watu wanajaa kwa upande kama hivi, ndio nilikuwa kama kwa nao ufalme wa giza unanifuta ngo nyuma. Ndio maana unakata tamaa ulianzisha biashara, ulipokutana na changamoto weka pembeni, ukafungua biashara ya kuku kideni kilipokuja kusema biashara gani weka pembeni, na wengine wanafanya wanafaulu,
umeanzisha, ulikuwa na mpango wa kufungua kampuni gani? Weka pembeni. Ulipokutana na changamoto, weka pembeni. Yaani kule kuweka pembeni haijaanza siku hiyo. Yaani kuna spirit iliti nguvu inayokuwezesha wewe kupenya na kuanzisha mambo kwenye mazingira yasiyowezekana. Unaanzisha tumana, umekata tamaa kwa vitu vingi. Haya, kwa ugonjwa kamekuja, nilipoenda kwa daktari wakamwambia nilisikia sikio na pekecha dokta. Sasa nikawa nasikia kutoka hapa mpaka hapa hivi. Dokta, itakuwa kwa shida kweli? Sasa zaidi kama daktari hapo akishajua huu unataka, anakwambia na yaani kwenye kipimo unatakiwa upime kwenye ini. Wewe unaumwa huko, unapima ini, wewe unataka unapima unakuja leo ini ina shida, labda tujaribu kuogosha mpaka ya kuzunguka umeishi. Alafu unaanza kusema inawezekana tuonyeshe maisha yako. Baba wa Mungu, wakati kama asili yako wakianzisha kitu, hata kama yakija mafuriko ya aina gani, hawaachi hicho kitu kwa kushinda. Labda waache kwa sababu wameona wafanye kitu kingine, lakini hawana mpango wa kuacha kitu kipoa mpaka kitokee. Pia familia mjifunze kutokuacha kitu kipoa. Ile tu kwamba Mungu ameamini akakuachilia wazo, rudi mwambie, je, hii misingi ya kwetu inanipa mimi kuhimili hii wazo au naliacha njiani? Lakini usikubali kitu kikafa, hata kama ni kikubwa kiasi gani. Namaliza sana kwa mmoja ambaye alichukua mara ya kwanza, mara ya pili, ya tatu, akaona wanaume wote hawana maana. Nikamwambia sasa, na baba yako lazima uweke baba yako kuliko. Sasa unaposema wanaume wote na baba yako, lazima ulimo umeteleza. Lakini kanisa inawezekana mimi haya mambo ya kuolewa hamna, inawezekana Mungu ameniandikia hivi kama maombi yao. Achana mambo huku unakoelekea, na ukisha kubali matokeo, shetani ni mwana kuanzia kusimamisha pepo, kusema na maana Mungu. Imani kinyume chake ni kukata tamaa. Imani kinyume chake ni kukata tamaa. Imani kukata tamaa, kinyume chake ni imani. Kama mtu amekata tamaa, imani haipo, imetimika. Sababu ya imani ndio inayokupa power. Simama. Kesho tutatoa sadaka njia basha kwa kutupa neema, na tutakuwa na muda wa kuomba kwa muda kidogo. Mwisho wa siku tutaelekezana. Mimi sijakwambia tufanye nini, bado sizungumzia hiyo. Mama yangu alishawahi ingia kwa familia ambayo mmoja wapo familia hiyo ni ya kwetu. Alipokuja alikuta misingi migumu na imejengwa, na hakika ya kwamba ni maombi ya mama alisimama kwa juu ya familia hii ya kwetu, na akinitia moyo. Saa zingine nikikemea nisije nikaunga mstari au kuunga mkono. Ningekuwa na muda ningekwambia, hata kama kwetu hawajaokoka lakini wanaenda kanisani, lakini baada ya mama kudanganya na misingi bovu iliyokuwa ni shetani ana uhakika wa kufuatilia kila kizazi kinachozaliwa mahali hapo. Moja hapo ni uzao wake. Angalau
nyumba ya mama yangu sasa wamejaa watumishi. Dada yangu mkubwa sawa, ana kitengo diocese, ni mwenyekiti wa mama diocese. Dada yangu naye mfuata ni mwinjilisti. Sasa na mimi ndio huyu ninatembeaga na madhabahu inayotembea, anayenifuata nikaniuliza, hakuna hata mmoja unayemwambia kwa nini unafanya hivi? Wote tuombe Yesu ni Bwana wote, na kweli hakuna mtu aliyetuambia mjue Mungu, ila naamini yule mama alitii na hiyo madhabahu. Mimi sitaka kukengeuka. Kuna kipindi miaka ya 2003 nilitaka kumwacha Yesu. Nilienda Mererani, nikanifunza tabia za kule majimboni, ubabe sana, kutembea na visu, kuanza kuwaua watu. Naenda nyumbani na ule udongo wa kutoka shimoni, suruali nimekatia hapa, kwa upande mmoja sina mguu wa suruali, nyingine iko na tochi na kofia nimeweka upande, kiatu kikubwa mpaka kinaniunga na mama akasema wewe. Akasema sikiliza, ninajua kinachotesa. Mungu yuko pamoja na sisi tutakapoomba kwa bidii. Kuna vitu utaviacha na ukisha kuviacha utadai cha kwanza mpaka cha mwisho. Utukufu wako Yesu, haleluya. Utukufu wako Yesu, haleluya. Utukufu wako Yesu, oh haleluya. Utukufu wako Yesu, haleluya. Utukufu wako Yesu, haleluya. Wao utaenda mbali sana hivi. Basi tukiwa tunaimba, lakini kuna mtu kwa niaba yako, maana naona watu wamekaa Mungu Mwenyezi. Hawa watu wana familia, wana watoto, wana wajukuu, na harisha na kumilikisha nchi. Ninakusihi katika jina la Yesu, tumebakisha siku chache. Kesho Jumamosi, hospitali iko milima juu. Mkono wako Bwana ukaguse mikono yao. Inawezekana ile mikono ni kile inachogusa kinakufa. Hii mikono ikatangaza uhai tokea sasa. Inawezekana Mungu Mwenyezi, hao watu wamenyanyua